Na gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ameondolewa mamlakani na mahakama kuu ya Milimani jijini Nairobi. Ni baada ya jaji Bahati Mwamuye kudumisha uamuzi uliotolewa na bunge la seneti ambalo lilikubaliana na kuondolewa afisini kwa gavana huyo na bunge la kaunti ya Meru kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka na ukiukaji wa katiba. Gavana huyo sasa anasalia na chaguo la kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo katika mahakama ya rufani. Uamuzi uliotolewa na mahakama kuu ni matukio ya hivi punde zaidi kwenye makabiliano ya muda mrefu kati ya gavana Mwangaza na wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Meru. Kwenye kesi hiyo, jaji Mwamuye alitoa uamuzi kwamba bunge la seneti lilitekeleza wajibu wake kuambatana na sheria na kutupilia mbali madai ya Mwangaza kwamba sheria haikuzingatiwa wakati wa kuondolewa kwake. Similarly, the claim that the Senate rushed to conclude the impeachment or sat on non-gazetted days has not met the required threshold. Jaji Mwamuye alisisitiza kwamba Mwangaza alipewa nafasi ya kujitetea katika bunge la seneti na kwamba aliwakilishwa kikamilifu na mawakili wake. The petitioner has not demonstrated how the Senate's action of expediting the hearing and determination of the matter before it deprived her of an opportunity to be heard or was indicative of a preconceived outcome. Mwangaza aliondolewa mamlakani kwa mara ya kwanza mwezi Disemba mwaka wa 2022, lakini bunge la seneti lilitupilia mbali mashtaka dhidi yake. Hata hivyo, jaribio la pili la kumuondoa mamlakani na bunge la kaunti ya Meru mwezi Agosti mwaka jana lilifanikiwa, huku gavana akishtumiwa kwa madai ya matumizi mabaya ya pesa za kaunti hiyo, upendeleo na ukiukaji wa katiba. The court has assessed the totality of the impeachment process and found that the petitioner was given ample opportunity to present her case and respond to allegations leveled against her. To remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed for the purposes of these proceedings. Muda mfupi baada ya mahakama kutoa uamuzi wake, kulikuwa na nyimbo na densi kutoka baadhi ya viongozi na wakazi wa kaunti ya Meru walipongeza uamuzi huo. Hali sawa na hiyo ilishuhudiwa mjini Meru. Licha ya uamuzi huo, Mwangaza angali fursa ya kukata rufaa ya kupinga uamuzi huo. Haya yanajiri huku bunge la kaunti ya Meru likianzisha shughuli ya kuwaondoa mamlakani maafisa wakuu wa serikali ya kaunti hiyo isipokuwa wawili kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali ya umma, uzembe na matumizi mabaya ya mamlaka. Letua Debra, Darubini Wikendi.